Sisi Ufufuo na Uzima hatusemi eti kwamba wanawake wasivae suruali. Kwa sababu lile andiko wanalotumia watu liko hivi. Linasema hivi: mwanamke asivae nguo impasayo mwanaume, na mwanaume asivae nguo impasayo mwanamke. Hilo ndio andiko wanalosema kwamba wanawake wasivae suruali. Hebu nilitie changamoto hilo andiko. Ukienda Fiji, hebu sema Fiji. Fiji ni hapa tu, wanaume wote wanavaa sketi. Fijiland, angalia tu Fijiland, wanaume wote wanavaa sketi. Nguo rasmi ya Scotland, hapa Scotland hapa, nchi moja na Uingereza, nguo rasmi ya Scotland, vazi la taifa kwa wanaume ni sketi. Ndio, wewe hata Google tu Scotland special dress, ni sketi. Kwa hiyo tukisema nguo ipi ambayo inampasa mwanaume kuvaa? Kwani Yesu alikuwa anavaa nini? Si kanzu ambayo ndiyo magauni? Si kanzu ndiyo madera? Kwa hiyo wanaume wote mkitaka kufuata hivyo, wanaume wote kuanzia leo madela. Mwangela uje na dela lako hapa, na Mgaya uje na dela lako hapa. Pastor Baraka liwe kubwa kuliko wengine wote, dela lako. Kwa hiyo mwanamke anaweza kuvaa suruali, ila iwe ni suruali tu yenye nini? Yenye hadhi. Suruali nzuri inayopendea, sio. Kwa hiyo sisi hatusemi. Makanisa mengine wanasema eti usivae wigi. Hakuna usivae suruali. Sisi vaa. Unavaa tu nguo yenye staha. Nguo ambayo unaweza kuivaa mbele ya baba yako mzazi. Nguo ambayo ukivaa hata wewe mwenyewe unasema nimevaa. Hicho ndicho tunachoangalia. Staha. Kuna sababu kubwa mbili za kuvaa. Kuna sababu kubwa mbili ya kuvaa. Sababu ya kwanza, kuficha uchi. Kwa sababu Adamu na Eva walipotenda dhambi, Mungu akawashonea ngozi wavae kuficha uchi. Sababu ya pili, kupendeza. Unatakiwa upendeze. Yaani upendeze mpaka mumeo aseme wow. Paka mkeo aseme wow. Paka watu waseme wow. Hiyo ndio mapenzi ya Mungu.